Licha ya kusema hayo mambo mazuri kuhusu vijana, ningewaomba pia wajue hauwezi kuzima moto na moto mwingine. Kama vijana wangelipenda kabisa kuwa wa heshima, yale ambayo wametoa tayari kwenye mitandao yametosha. Kauli yangu kwa vijana, maandiko yanasema hivi katika Biblia. Paulo anasema, nimewaandikia vijana kwa maana mna nguvu. Hatuwezi kubishana kusema vijana hawana nguvu. Na hiyo ndio kwa miaka mingi taifa halikutambua ya kuwa kuna vijana ambao wanahangaika, wamesoma, wana elimu, wanahitaji msaada mwingi na wana nguvu, na hizo nguvu lazima wazitumie kwa njia moja ama nyingine. Licha ya kusema hayo mambo mazuri kuhusu vijana, ningewaomba pia wajue hauwezi kuzima moto na moto mwingine. Kama vijana wangelipenda kabisa kuwa wa heshima, yale ambayo wametoa tayari kwenye mitandao yametosha. Sio vizuri wao kwenda kuingilia kanisa kwa sababu kanisa lilipokea msaada. Na ikiwa tutakosa kushutumu jambo hilo, kesho huenda ikawa ni mimi, kesho huenda ikawa ni wao vijana pia. Wao vijana siku moja watakuwa wazee. Kwa hivyo mimi ningependa kuomba, ikiwa inawezekana, ni muhimu wenyewe kutafuta njia mwafaka ya kuto kuingilia mazingira ya kanisa kwa sababu eti kanisa lilipokea msaada. Kwa hivyo mimi ningeomba na ninawasihi wale wanaweza, maana pataweza kuanza kuunda furugu, na ajabu ya kuwa wakati furugu yoyote inaanzishwa na vijana, wao vijana ndio wanaopoteza, na baadaye kutatokea kiongozi mmoja nyuma atafaulu. Tunagundua kama juzi walipokwenda kwenye parliament walifanya kazi nzuri, lakini ni vijana wangapi wamefaidika kupitia jambo hilo? Unagundua walimfungulia mtu mwingine nafasi ya kufaidika. Kwa hivyo ningependa pia vijana wasitumiwe. Vijana wasitumiwe eti wakati kosa linatendeka wanachocheana ya kuwa wataenda kuvamia mahali. Watavamia ndio, baada ya kuvamia ni wengine watakuja kufaidika na mambo hayo. Kwa maana kuanzia baada ya ile furugu ya pale swali yangu ambayo inaniumiza ni vijana wangapi walikufa na hawana kumbukumbu? Ni wengi. Ni vijana, nilimuona kijana mmoja kiwete kule Kisii, hana mtu hata kiongozi mmoja anayemkumbuka. Na kwa hivyo ningependa kusema, ikiwa wangelipata kusikia maneno haya ambayo ninaongea, ombi langu ni kuwa wapunguze moto. Yale wamesema yametosha, na imekuwa ni onyo kubwa kwa sisi wachungaji kuwa waangalifu. Lakini ningewaomba, ikiwa wanaweza kosa kwenda, itakuwa baraka, maana maisha yao ni yao, na wakaenda watasimamisha kwa Jumapili hii. Hiyo nyingine mambo haya yataendelea. Jambo muhimu ambalo ningependa kusema na watu wajue, wanasiasa wana tabia moja, na hii tabia yao ni kuwa kile kitu unacho kikashifu juu yao ndicho kitu wataendelea kukifanya, maana hicho kitu ndio kinawafanya wajulikane zaidi. Hiyo ni point kubwa sana. Kila kitu ambacho unawakataza, kwa mfano wakati rais alirudishiwa hela na kanisa lingine, alitafuta lingine ambalo linaweza kupokea. Wengine wangelifikiria ingelikuwa ni mwisho wa rais kufanya jambo kama hilo. Wakati rais amekashifiwa mambo ya kutaja mabarabara, utagundua mahali hata hakuna swala la barabara akiitwa ataongea kuhusu barabara, maana hilo ndio watu wanataka kusikia. Wakati mheshimiwa wetu waziri mkuu, aliyekuwa waziri mkuu, watu walikuwa na mkashifu kwa jina kitandawili, utagundua mahali popote anaenda, hata wapi, ataanza na hicho kitandawili. Kwa hivyo ni sisi tunawapa nguvu ya kurudia yale ambayo wanaona wanapata nayo nguvu kujulikana. Kuna mtu alisema positive publicity and negative publicity, they are all publicity.
Kujulikana vizuri ama vibaya bado ni kujulikana. Kwa hivyo mimi ningeomba vijana, tafadhali tutulie, tusiende kuharibu maisha yetu ama kukumbana na serikali. Tuache Mungu atupiganie. Ikiwa yule mchungaji vile atakavyoamua kufanya na fedha hizo, hilo ni jukumu lake. Lakini ningependa kuomba pia wale wanaotoa, ili tusikue na janga kama hili kutendeka tena kwenye taifa letu. Unapotoa, toa katika siri, ili Mungu anayeona kwa siri akulipe waziwazi. Pia kwa sasa tunaona kwamba hapa nchini mambo ni mingi sana ambayo yanafanyika. Kama vile kuna mambo ya SHA, kuna mambo ya ufisadi, mambo ni mingi. Je, unaweza fahamisha vipi wananchi? Ukweli wa mambo ni kuwa kila jambo ambalo ni jipya lina muda unaochukua. Kuna malalamiko mengi. Mimi mwenyewe katika taaluma ama nadhani jina taaluma, mimi mwenyewe ni daktari pia, na nimegundua mambo ya SHA kwa mfano ni jambo jipya kwa nchi hii na limezuia mambo mengi sana. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa hakuna mabadiliko yanayokuwa yakikaribishwa kwa urahisi. Jambo muhimu ambalo ningependa kuomba ni wale wanaohusika na kitu cha SHA wafanye mbinu zote zinazostahili kufanyika kurekebisha mbinu hizo, maana wananchi wanaumia na pia tunapata vifo katika taifa hili ambavyo vingelizuiwa ikiwa bima ya afya ingelikuwa imerekebishwa, ambayo inafanya kazi. Maono yote ambayo SHA yako nayo kwa kweli ni maono mazuri, lakini kama hayafanyi yanakuwa ni mabaya, na binadamu hako tayari kukashifu chochote ambacho hakimsaidii, haijalishi ni kizuri kiasi gani. Ukweli wa mambo, ningependa serikali ijue kwa kuchelewesha kwa matendo haya wananchi wanaumia, na wanapoumia watalalamika. Huwezi kumzuia yule anayeumia. Mtu akiwa hospitalini hawezi kutibiwa kwa sababu bima ilikataliwa ile ya kwanza, na hii bima mpya wengine wanaikataa wakisema bado haijaidhinishwa vizuri. Ombi langu ni kuwa inatakiwa wachukue kuwa kama ni swala la dharura. This is an emergency for the country, kwa sababu inahusisha matibabu ya wananchi kwa mambo ambayo ni ya kawaida, ambayo yamekuwa, ambayo yanaitwa corruption ama ufisadi. Hili ni donda sugu katika taifa la Kenya, na sio tu taifa, katika mataifa yote, katika makanisa, katika madini nyingi. Hili ni jambo ambalo lipo, ambalo lina wakati umefika taifa ichukulie jambo hili kuwa ni jambo sio la kisiasa, ni jambo linastahili kusimamishwa. Na jinsi moja ya kusimamisha shida kama hii ni yale ambayo anasema mashirika ambayo wamepewa jukumu la kusimamia mambo kama haya yasimame kidete na yachukue hatua za dharura. Maana tunaposikia mtu ameshikwa na ufisadi, bado utasikia yuko nje, bado hata akifanya ufisadi. Angalia nchi hii, ndio mtu utaiba milioni 10 uende upigwe faini ya milioni 1 na ubakie na milioni 9 za kuendelea. Hiyo ni biashara nzuri. Wananchi hawaoni uchungu wanaofanya ufisadi, kwa maana wana uwezo wa kulipa ile kidogo wanatakiwa. Lakini kungelikuwa na sheria inayofaa ya kuwa watu wawe mfano. Wale wamepatikana kwa ufisadi na imedhibitishwa ni ufisadi, mali zao kuchukuliwa na kurudishiwa katika taifa, na kuwe na mfano ya 2 watatu wameenda kwenye jela, wamefungwa, na imekuwa ni sawa. Hata hivyo unakuta ni ufisadi Kenya, kwa sababu watu wengi walioko jela ni kwa sababu moja, walishikwa; jambo la pili, walishindwa kujitetea ama kulipa fine. Kwa hivyo ombi langu ni moja, hii ni jambo linatuhusu sisi zote kama Wakenya, na ni jambo sasa Kenya nzima, kuanzia watoto, kuanzia shuleni, kuanzia idara zote kujua ufisadi unamaliza nchi, na Mungu anachukia ufisadi. Na ikiwa tutamheshimu Mungu, ni lazima pia na sisi
tuamue kuchukia ufisadi kuanzia chini, na mahali popote unapofanywa tuwe tayari kuupinga. Na wale watu wamepatikana na kushtakiwa na ufisadi, ombi langu ni kuwa wafikishwe mahakamani na wachukuliwe hatua za kisheria, na tuone ikitendeka. Asante.